Na mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update hii hapa, na hii leo bwana inahusiana na kitu ambacho kimetokea huko mtandaoni. Ni kwamba Harmonize, Konde Boy na Ibra wameshangaza kidogo mashabiki wao. Kama unavyoelewa kwamba Harmonize na Ibra kidogo bwana walikuwa katika sintofahamu, au tunaweza tukaweka wazi kwamba jambo ambalo lilikuwa limetokea ni kwamba kulikuwa kuna ugomvi ambao ulikuwa umeibuka kati ya Harmonize na Ibra, na tunafahamu kabisa kwamba Ibra ni msanii ambaye alikuwa introduced katika jamii kwa ujumla au katika industry ya muziki wa Bongo Flava kupitia record label ya Konde Music Worldwide. Yani kwa maana hiyo ni kwamba Ibra bwana, bila kuwepo na Konde Gang au bila ya Harmonize, it means kwamba huenda asingekuwa na ile platform ambayo sasa hivi yuko nayo. Sasa kitu ambacho kimekuja kuhappen bwana ni kwamba kila mtu anafahamu kwamba Ibra baada ya kuwa introduced amekaa pale Konde Music Worldwide kwa muda kidogo, lakini at the end of the day, kutokana na baadhi ya vitu ambavyo inasemekana kwamba issue ilikuwa ni maslahi, ikabidi Ibra ajitoe katika record label hiyo. Na jinsi ambavyo Ibra alivyojitoa katika record label ya Konde Music Worldwide bwana, haikuwa kiroho safi, bali ilikuwa kwa heka kidogo kwa namna moja au nyingine, tunaweza kusema hivyo, kutokana na kwamba Ibra bwana alivyotoka pale Konde Gang bwana hakutoka yani labda kama alivyotoka Country Boy, lakini yeye alitoka kwa heka kidogo. Kulikuwa kuna mixer kudaiwa mabilioni ya fedha kama jinsi ya kuterminate contract ambayo alikuwa yuko nayo na record label hiyo. Lakini mwisho wa siku ni kwamba baada ya sheria kufuatiliwa kwa karibu, lakini pia vile Ibra kuanza kuhangaika katika swala zima la malipo ya hiyo fedha, lakini mwisho wa siku ikaonekana kwamba akaenda Basata na Basata wakaamua kulitatua tatizo hilo, na Ibra akaondoka pale bila kulipa. Na mpaka sasa hivi tulikuwa tunafahamu kabisa kwamba Ibra bwana alikuwa anafanya kazi zake yeye mwenyewe kama independent artist mara tu baada ya kutoka katika record label hiyo ya Konde Music Worldwide. Sasa baada ya Ibra kuondoka pale Konde Gang bwana, ni kwamba ametoa kazi kadhaa, lakini kitu ambacho kimekuja kushangaza watu hivi karibuni, na ni moja kati ya topic ambazo zinazungumzwa sana huko mtandaoni, ni kwamba japokuwa Ibra ametoka Konde Gang na hajatoka kiroho safi, yani yeye na Harmonize wameachana kiutata kidogo kwa ugomvi kwa namna moja au nyingine, na kwa mujibu wa vitu ambavyo vilikuwa vinaendelea mara tu baada ya Ibra kutoka Konde Gang, nadhani utakuwa unafahamu kwamba Ibra amekuwa akizungumza katika interview nyingi sana sasa hivi huko katika media tour ambayo amekuwa akifanya baada ya kurelease kazi yake mpya. Ni kwamba Ibra amekuwa akizungumza mambo mengi sana negative kumhusu Harmonize baada ya kutoka katika record label hiyo ya Konde Gang. Lakini baada ya hayo yote kutokea ni kwamba tumeshuhudia jambo ambalo kidogo kwa namna moja au nyingine limeshangaza watu. Ni kwamba Harmonize Konde Boy amerelease ngoma mpya kabisa, ambayo katika hii ngoma bwana kuna verse ambayo Ibra naye pia amesikika. Yani Harmonize amerelease ngoma ambayo ameshirikiana na Ibra, lakini pia bila hiana ni kwamba Harmonize ameposti kupitia ukurasa wake wa Instagram kupromote kazi hiyo, lakini pia at the same time ni kwamba Harmonize bwana amemtagi mpaka Ibra katika posti ambayo ameiweka kupitia ukurasa wake wa Instagram wakati ana promote kazi hiyo mpya kabisa ambayo imetoka siku ya jana. Kwa hiyo page mbalimbali bwana zimekuja kuripoti kuhusiana na hiyo habari, kwa sababu imekuwa ni moja kati ya habari ambazo zimeshangaza watu wengi sana, lakini wengi pia wamependa kitu ambacho kimetokea au kitu ambacho kimeonekana kwa namna moja au nyingine. Kwa mfano hapa kuna page wamekuja wameandika kwamba mwanamuziki Harmonize atangaza kuachia kolabo yake na msanii wake wa zamani ambaye alikuwepo katika record label yake ya Konde Music Worldwide au Konde Gang, yani tunamzungumzia Ibra. Harmonize ameandika na ameashiria kuachia ngoma hiyo mpya ambayo ameshirikiana na msanii wake huyo wa zamani, licha ya mambo yote yanayoendelea katika mitandao ya kijamii, lakini muziki ni jambo muhimu zaidi kuliko vitu vyote ambavyo vinaendelea kati yao kwa sasa. Harmonize kupitia kurasa wake wa Instagram ameweka wazi kuwa wimbo huo utapatikana katika album yake mpya kabisa ambayo inakuja hivi karibuni inayokwenda kwa jina la 31.
Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba kama unavyoelewa kwamba Harmonize bwana anakuja na album hivi karibuni, na katika album yake hiyo bwana ambayo inakwenda kwa jina hilo la 31 ambayo aliishaanza kuipromote muda mrefu, lakini huenda ikatoka hivi karibuni kabla hata mwaka huu hujapinduka, ni kwamba Harmonize ameisha introduce collab nyingi sana wakina Costa Tichi, Yemi Alade na wasanii wengine kibao, lakini katika hao wasanii wote pia vile msanii wake wa zamani Ibra naye pia ameshiriki kumbe katika hiyo album. Kwa hiyo Harmonize amenotify mashabiki zake kwa kuonyesha kwamba katika album inayokuja basi kuna ngoma ambayo ameshirikiana na msanii wake huyo Ibra. Harmonize bwana kupitia ukurasa wake wa Instagram ameandika kwamba out of everything music comes first on Friday. Friend Zone featuring Ibra, let's single before 31 album October 17. Yani hii hapa bwana ina maana kwamba Harmonize ametangaza kwamba kutakuwa kuna single ambayo itatoka hivi karibuni, na hii single bwana inatoka siku ya Friday, yani siku ya Ijumaa bwana, kabla ya yeye kuachia album yake ambayo itatoka tarehe 17. Kwa hiyo mpaka hapa ni kwamba Harmonize tayari ameisha wa notify mashabiki zake kwamba very soon bwana anaachia album yake, lakini hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kwa hiyo siku ya Ijumaa Harmonize atatoa ngoma ambayo inakwenda kwa jina la Friend Zone, na hii Friend Zone bwana ni nyimbo ambayo Harmonize amemshirikisha msanii wake huyo Ibra. So kama kawaida bwana, baada ya Harmonize kuzungumza hivyo ni kwamba wadau mbalimbali wamekuja kuweka maoni yao baada ya kuona kwamba kumbe kuna ngoma ambayo inakuja hii siku ya Ijumaa ambayo amemshirikisha msanii wake wa zamani Ibra. Wadau hapa wamekuja kuweka comments zao. Kuna huyu hapa amesema bwana mkubwa ameamua kumuomba dogo msamaha ili wanyanyuane. Mdau mwingine amesema kwamba bwana huu ni mtego chinga, inabidi utulize kichwa kweli kweli. Kuna mtu amesema kwamba bwana Wasafi kiukweli mwaka huu mbona watachanganyikiwa. Mwingine amesema kwamba bwana out of everything music came first. Harmonize hii statement ukitafakari inaonyesha jinsi gani Konde amekuwa kimziki. Big up bro. Kwa hiyo hii hapa bwana ina maana kwamba kuna baadhi ya watu wamependa kile ambacho Harmonize amekifanya, kwamba pamoja na yote ambayo anaendelea muziki unakuja kwanza. Kwa hiyo ameweka mambo ya feelings na emotions pembeni, kazi inakuja kwanza, yani art au sanaa yao ndio imepewa kipaumbele. Kwa hiyo ameintroduce ngoma hiyo mpya ambayo inakuja siku ya Ijumaa kati yake yeye na Ibra. Ukiwa kama mdau nawe pia hebu tuwekee maoni yako hapo chini kwenye comment section. Hebu tuambie kwamba kwa upande wako wewe bwana una kipi cha kusema kuhusiana na hiki ambacho Harmonize amekifanya baada ya kuintroduce ngoma mpya kabisa ambayo inakuja hivi karibuni kati yake yeye na Ibra, msanii ambaye ametoka Konde Gang lakini ametoka kiutata kwa ngori. It is what it is bwana. Ukiwa kama mdau weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, lakini pia vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.